Asante Dr. karibu sana kwa ajili ya kuendelea kwa upendo wangu wa dhati pamoja na jibu kutoka kwetu kuja kwako. Tunakukaribisha kwa ajili ya kuendelea na kipindi. Asante sana mchungaji senior pastor. So, ndugu mtazamaji, karibu tujifunze. Tukusalimu kwa upendo wa dhati kutoka kwetu kama kawaida, na leo tunaendelea na somo maalum kuhusu sababu za migogoro, na tulikuwa tunaongelea vigezo vinavyosababisha watu kupoteza mwamko. Na tulisema kuhisi, kuhisi. Aliyepoteza hisia amepoteza maisha. Ina maana wafu ni wengi sana katika dunia hii, lakini wanatembea tu kama chumvi iliyopoteza savor. Ina maana hana tena ladha. Na kuna wengi wanatafsiri maisha kama mapambano, kama mashindano, na hadi katika mtazamo wa imani inaanza kwenda kana kwamba Mungu alituleta hapa ili tupambane, tushindane, tuteseke, alafu tujitahidi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndugu mtazamaji, ukiendelea kutafuta ulicho nacho utateseka, utakipata hadi utambue kwamba unacho. Ukiendelea kutafuta ulicho nacho utateseka hadi utambue kwamba unacho. I remember one day we were still kids and mama alinituma nyumbani, nende ndani chumbani nikamchukulie sindano anataka kushona. Nikaingia, nikaenda kwenye ndoo nikachukua maji ya kunywa. Nikanywa maji, na nilipotoka mama kaniuliza, sindano iko wapi? Nikamwambia nimesahau. Kurudi ndani, tafuta sindano sijaona. Nimerudi nikamwambia mama sijaona sindano. Mama kaniuliza, hii hapa nini? Kwa sababu nilipopata kiu kachukua sindano nikaweka hapa kwenye nguo. Nikanywa maji nikasahau kwamba nina sindano mimi tayari mwilini. So mama kaiona mwilini kwangu. Ina maana nilikwenda kutafuta nilichokuwa nacho na nisingeona. Watu wengi maishani, ndugu mtazamaji, tunatafuta tulivyo navyo, ndio maana tuvipati. Nyumba ya kwako, maisha yako ya kwako. It's ridiculous uende kwa mtu mwingine aanze kukuambia maisha yako anayaonaje. It's ridiculous. Kila mmoja wetu umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ina maana wewe ni Mungu wa ulimwengu wako. Leo tunataka kusisitiza namna ya kurejesha miemko. Zingatia tunayofundisha hapa, utapata tiba kwa uhakika na utaishi kwa amani. Tunaishi duniani kwa siku moja. Jana tumesha kufa, kesho hatujui kama tutakuwepo, na kesho ni mtazamo tu, hakuna kitu kama kesho. Leo tupo, na faida ya maisha kuishi ni furaha. Ndio maana Mungu alituandalia bustani mwa Edeni kabla hatujaja, ili tuishi kwa amani, kwa furaha, kwa raha tele. Kwa nini leo nakuwa matatizo na migogoro? Kwa sababu watu wengi tuna funguo lakini tunalalamika mlango haufunguki. Unakwenda ufunguliwe hadi nje ya Tanzania, hadi unavuka bahari uende kufunguliwa wakati unafunguo wewe. Kitendo hicho anayeweza kufanya hivyo ni kichaa tu. Hatujasema wewe ni kichaa, lakini ujiulize, unafungua lakini unakwenda kutafuta mwingine akufungulie, au unapiga kelele mlangoni? Wiki iliyopita tulisema watu wengi wanapoteza miemko. Tulianza kusema mfumo ulionekana katika mstari wa tofauti in the Bible, mstari wa 2 in the book of Genesis. Biblia inasema kwamba the earth was formless and empty, and there was darkness in the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Tulisoma kwa Kiswahili na tukatafsiri vizuri. Mchungaji alitusomea hapa, mchungaji Sam Sasali. Wewe nakubali kwa sababu ulitoa unabii mwenyewe. Alafu ndio maana anakuwa mtaka. Unaona alivyovaa. Hataki sisi tunaonekana assistant kabisa. You better accept that. Okay, let's go to the verse 2. Why don't you kwa nini utaki ku-expect kitu kwamba ni there is no need for him to accept. He said it. Alisema yeye ni mchungaji anafundisha hapa. Na wewe ni first assistant, mimi ni wa pili. Sawa. Ndugu mtazamaji, mwanzoni kabisa dunia hii ilionyesha tofauti katika mstari wa tofauti. Mstari wa 2. Tulisema 2 ni tofauti. Ukisema watu wawili unaona wako tofauti. Ukiona tofauti kuna ubora. Na watu wengi wataki kuishi wanataka ubora lakini wataki tofauti. Tofauti iliyopo kati ya mke na mume ndio ubora wa ndoa. Hata kitabia. Kasoro za mume wako, kasoro za mke wako ndizo zinazobeba ubora wako.
kwa sababu mmeoana ili mcomplete each other. Tuko pamoja sana. Aliyepika chakula na aliyenunua chakula kilichopika wote watakula chakula chenye ladha tofauti. Aliyepika atasikia ladha mwenyewe, lakini chakula kilichopikwa tayari, yani kasoro zitakuwa nyingi zaidi. Are you getting that? So bora uwe na mtu wako umejua kabisa, hapa niliweka chumvi kiasi fulani, niliweka maji kiasi fulani, kuliko kupata chakula ambacho kimeshaandaliwa kwa design fulani. Na maana nyingi zinaitwa junk food, ndio zinazofanya watu waumke. Ndugu mtazamaji, nadhani uko so anxious and ready, uko tayari kujifunza. Lengo letu kukujenga na uwe na utayari kujijenga. Katika mahusiano, sehemu 3 za kuleta ubora na kutengeneza ili miemko ziendelee kudumu ni sehemu hizi 3: mwili, maneno pamoja na energy, ambao tunasema pumzi. Kwa tafsiri ya kisaikolojia ni attitude ama fikra, hali. Kwa mfano, mahusiano ya ndoa, ndugu mtazamaji, sio mahusiano ya kulazimika kuwepo. I'm gonna say that again. Mahusiano ya ndoa sio mahusiano ya kulazimika kuwepo, bali mahusiano ya kudhamiria kuwepo. Sio kulazimika. Yani kudhamiria kuwepo. Kwa hiyo hapa lazima ifanyike vita vizuri vifanyike. Okay. Thank you, Pastor. Watu wengi walioko katika ndoa sasa hivi wamelazimika kuwepo. Utakuta mwingine amesema umri umeisha kwenda, siwezi kukaa peke yangu, inabidi niwe na mke, inabidi niwe na mume. Mwingine amesema nakaa hapo kwa sababu ya watoto tu, nimeisha zaa, nitaenda wapi tena? Ina maana umelazimika kuwepo, hujadhamiria kuwepo. Okay. Zamani wazazi wetu walikuwa wanadhamiria kuwepo katika ndoa, pamoja na changamoto zote, matatizo ya aina yote ile, walidhamiria. Ina maana walikuwepo. Ina maana hawajasukumwa. Hadi makanisani utakuta watu wanalazimika kutoa sadaka. Ndugu mtazamaji, inabidi udhamirie. Unapo engage maisha yako katika mahusiano, dhamiria. Ina maana hakikisha hujasukumwa na yeyote wala chochote. Rudia. Hujasukumwa na yeyote wala chochote. Okay. Kwa kumaanisha kwamba kusukumwa na maana kushawishika. Labda fedha, elimu, handsome, that's something like that. Okay. Kwa mfano, mtu anayetamania shape ya ardhi. Kumbuka mimi na wewe ni wadudu. Tulianza kama spermatozoa. Tulikuwa katika mbegu na tulikuwa sisi washindi ndani ya mbegu hiyo. Tulikuwa tunaitwa spermatozoa, na mmoja wapo ni mbegu tu, ni mdudu. Mimi na wewe ni wadudu. Sisi hapa tuko wadudu. Sasa kama wewe ukiwa unatamania vitu ambavyo sio vidudu, umeshakosea maisha yako. Ndio maana hata afya yetu inakuwa na migogoro leo. Ndugu mtazamaji, this is a little bit strange, lakini it's a fact. Zamani tulikuwa tunakunywa maji kutoka kwenye chemchemi. Watu wakawa waumwi, na watu wanene hawakuwa wengi. Lakini sasa hivi maji inabidi wa treat, waweke chloride and so forth. Maji tunaokunywa tayari yako treated. Lakini maji ya zamani watu wa kijiji wanatunza tu chemchemi. Mtu asije kufua nguo pembeni pale, watu wahakikishe kwamba pasafi, lakini yeye wanapita. Wadudu wengine wanakuja wanavyosafiri. Ndio kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa hawezi kuwa sawa. Kuku wa kienyeji anakula vitu ambavyo wewe unaweza kaona ni takataka, lakini wewe unakula kuku. Ndio vinampa afya. Na wewe unakula kuku. Zamani kulikuwa, kwa sababu hata kiafya kuna wadudu ambao ni healthy. Kuna wadudu ambao wanaitwa microbe, wanaitwa kwa Kiswahili sijui tutaweka vipi. Wadudu tu. Tutasema wadudu tu. Kuna bakteria. Sasa kwa Kiswahili ndio nilikuwa natafuta. Okay. Wadudu tu. Yaani wale wadudu kama wanaopita kwenye busu. Wale wa kuimarisha. Busu inasafirisha wadudu. You see? So wadudu wenyewe wako positive, sio negative. Kuna wadudu wabaya wa kuharibu afya, wa kuharibu watu, na wadudu wanaojenga maisha ya watu. Zamani tulikuwa napata hawa wadudu kwa maji, kwa vyakula na kadhalika, na ndio maana afya zetu zilikuwa tofauti kuliko sasa hivi.
turudi kwenye topic. Mwili unahitaji contact. Wana mahusiano inabidi muwe na contact ya mwili. Mkilala muhakikishe mmegusana. Sana. Kubusu ni contact ya mwili, na wanandoa wengi ambusu tena. Mnaotusikiza sasa hivi mnajua kabisa, na ndio maana ndoa yenu ina matatizo. Pili, muhakikishe kwamba ukitoka kazini, kwa mfano umerudi nyumbani, usikae na simu tena. Ukae na mke, ukae na mume wako, ukae na watoto wako, muwe munaongea. Mutazuia parasite, watu wa nje, vitu vya nje kuingia. Ndio maana exercise inakuwa muhimu. Ukienda gym unakuwa busy kufanya zoezi lile, unasahau vitu vingine. Na ukikaa na familia yako unajiongezea uimara na familia. Cha muhimu zaidi ni familia. Zingatia hilo. Ndugu, usijione kama wewe ni mfalme wa kutawala mahusiano, mfalme au malkia wa kutawala watu. One day utashtuka, it's too late. Maisha ya tunavyoandika, tunaandika na kalamu inayoitwa damu. Uwezo kafuta. So be cautious. Sekta ya maneno ndipo tulipoachia, na ndio sekta inayojenga mahusiano hasa. Mfumo wa maisha ni sawa na muziki. Muziki una mode 7. Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian na pamoja na Locrian. Ni modes za music. Ngatuitikia tu kweli kabisa. Zamani nilikuwa nafundisha jazz music, so nakumbuka vile vitu vidogo. Alafu kuna vigezo vitatu maalum kwa music. Anayezingatia vigezo hivyo ndiye anayebaki mwanamuziki milele. Kuna rhythm, kuna melody na kuna harmony. Vigezo vitatu vya music. Lugha hizo zote 7 zinakuja kuongea katika vigezo hivyo. Na mahusiano nayo, lugha 7 zinakuja kuingia katika uwiano huo, mpangilio, vigezo hivyo. Katika maisha tunaona mwili kama uwiano, ndipo hapo tunapokuwa mwili moja. Okay. Watu wakiwatizama wanaanza kaona kama mmefanana. Yaani mnaanza kuongea, huyu unafikiria jambo mwenzako analitamka. Kweli. Mob speech. Yaani wewe unafikiria Sama anatamka. Wewe unafikiria mume wako anatamka. Unafikiria mke wako anatamka. Kuna watu tangia uolewe na mume wako, tangia muoe mke wako, hujawahi muota kwenye ndoto. Ina maana huyo mtu hayuko katika maisha yako. Ndio maana tumesema mahusiano sio ya kulazimika kuwepo. Mahusiano ni ya kudhamiria kuwepo. Jiulize swali, wewe ulipo katika mahusiano umelazimika ama umedhamiria kuwepo katika mahusiano? Kama muziki, kuna rhythm, kuna mdundo, kuna maneno na kuna uwiano wa vyombo na sauti na kadhalika. Sawasawa na muemko. Ndio maana muziki unasafirisha muemko. Ukizingatia principles za muziki, muziki unapenya kabisa ndani ya muemko. Ndio maana muziki bila maneno, vyombo vyenyewe vikiwa vinazingatia lugha zake, muziki unakwenda kuongea ndani ya mtu. Unaweza kuwa unasikia muemko fulani lakini maneno hayapo kwenye instrument hiyo. Katikati nafurahi kwa sababu nini, pia wanamuziki mnajua hivyo vizuri, na kipindi cha muziki that makes 3 of us. Yeah. Maneno ndio yanao control melody. Laza ile. Miili yetu na control harmony, uwiano katika music. Lakini uwiano unasababishwa kwanza na basic element ambayo ni rhythm, mdundo. Katika maisha, ndugu mtazamaji, mdundo wetu tunaoimbia, tunaowekea maneno, mdundo wenyewe unaitwa fikra, mwenendo, mwelekeo, mtazamo. Ndio tunaita attitude, hali ulio nayo ndo pumzi ya kusukuma maneno yatakaobeba ubora na kuashiriwa kwa muonekano wa mwili wenu unavyokuwa attached. Kuna watu wana fake harmony, wana fake mwili kuwa karibu, ndio wanaitwa hypocritical, wanafiki. Na mnaotutazama sasa hivi wengi wanafiki, mnajua kabisa wewe ni mnafiki. Ukienda kwa watu mkienda kwa watu wanaowatizama kwa nje kama ndoa yenu iko sawa, lakini mmeshaliwa na mchwa kiasi cha kwamba upepo mdogo tu mtasambaratika. Lakini mnapona tu kwa sababu watu hawapulizii.
Sio kwamba mko imara sana. Hakuna. Ndugu, tujifunze wote, tujengeke kwa pamoja. Hali ni beat ya mahusiano. Okay. Ni mdundo ule. Okay. Kuku, kuku. Yani ili uweke maneno inabidi mdundo utangulie kwanza vyombo. Kweli kabisa. Unaweza kutengeneza gitaa harmony, lakini unaweza kupiga gitaa inabidi uliwe kabisa napiga kwa mdundo gani. Ndio maana mpiga gitaa mzuri inabidi awe na mdundo kichwani. Mpiga kinanda mdundo kichwani. Muimbaji mdundo kichwani. Yani chochote kinategemea mdundo. Na mdundo wenyewe ni attitude. Hali ulio nayo. Kumbuka, inaonekana pia hata mwanaume ataacha wa baba na mama, ataungana na mke, nao watakuwa mwili moja. Ni tatu tu. Baba na mama ni anga, ni hali. Tunavuna hali huko. Ndio maana zamani ilikuwa wanaangalia vigezo vya familia. Familia hii wakoje? Lakini leo hii mahusiano mengi ya kukutana kwenye basi, kwenye sherehe, mnakutana kwenye WhatsApp, mjue mtu, alafu mnakutana ghafla. Mungu asipokuwa alfa usimtarajie kuwa omega. Unachoanzisha wewe hakikisha utashughulikia wewe hadi mwisho. Sasa watu tunamuingiza Mungu katikati. Mwanzoni ya kuwepo tunamuingiza kati. Mungu ni mwenye mali. Utamuingizaje ndani ya gari ambao ni ya kwake? Yeye inabidi aanze safari. Ni sawa na rais apewe lifti kwenye gari la Ikulu ambao ni Escort 1. Inawezekana wapi? Ni gari lake, inabidi yeye ndio anaanza safari. Na akianza hakuna kusimama hadi afike. Mungu inabidi ahusike mwanzoni kabisa. Angalia mahusiano yako. Mapigo ni kinyume. Tunakuwa baba, unaacha baba na mama, unaungana na mke. Agano unatengenezwa kwa maneno. Yeah. Maneno hapo, muungano, na mtakuwa mwili moja. Okay. Ni mwili, harmony, uwiano. You see, so ni tatu tu. Nowadays, ndugu mtazamaji, nakumbuka wakati niko Marekani, kuna ndugu fulani alikuwa Mkenya. Akasema mimi maisha yangu sielewi. Mwanaume yote ninayokutana naye ananiacha. Wana tabia mbaya wanaume, wanakuwa cynical. Sasa hivi ameolewa. Nilimwambia hivi kwamba maisha yako mchawi wewe. Tabia ulizo nazo unatafuta mtu aliyekamilika kwa usawa wako. Kumbe inabidi uwe na mtu ambaye ana tofauti ya kucompensate kasoro zako. Sasa hivi yuko sawa, ameshaolewa. Alikuwa na from relationship to relationship. Alikuwa naacha. Ndugu mtazamaji, mchawi wa kwanza wa maisha yako ni wewe. So leo chukua hatua ya kujifungua. Kumbuka Mungu alimwambia Musa, ulipo ni patakatifu. Wewe utayari ulio nayo, kwa maana ya ndara zako, vua, ni dhambi. Ulipo ni patakatifu. Leo utambua kwamba mwenye dosari ni wewe, sio mtu mwingine wa nje. Na acha visingizio kusema watu wengine wamesababisha hali yako iwe namna hiyo, kwamba mwanaume yule amenyang'anya mke wangu, mwanamke yule kanyang'anya mume wangu. Tatizo ni wewe mwenyewe tu. Kwani cha kwako chako. Hakuna anayeweza kukunyang'anya. Akienda nacho atajuta. Ndugu mtazamaji, bora ushughulikie gari lako bovu kuliko kuingia gharama ya kununua gari mpya. Na asiyefurahia kibovu alicho nacho atapewa kimeo kisichorekebishika wala kutengenezeka. Hali yako ni mwelekeo wako, ni mwenendo wako. Hali yako ni mwelekeo wako, ni mwenendo wako. Hutawahi pata malaika for the rest of your life, unoti hiyo. Hata Yesu alipokuwa katika mwili alikataa kuitwa mtakatifu, ijapokuwa alikuwa ana dhambi. Lakini the fact ya kuvaa mwili tu sio mtakatifu tena. Tusidanganyane ndugu zangu. Ukiona mwanamke mzuri, wewe ni mwanaume, Sam Sasali Jimmy, inabidi uishi kabisa ni kiumbe. Usipoishi unaumwa. Kibaya sasa wewe ukiingia kwenye dhambi na kiumbe hicho, ukianza kukitamania, ndo dhambi, sio kosa tena, ni dhambi. Okay. Mwanamke, hata mke wako, yani akiona mwanaume mzuri, anaweza mwanaume mzuri huyu, sio dhambi, ni proof kwamba yuko hai. Appreciation. Sio appreciation tu, ni recognition. Ni utambuzi hiyo. Yani kwamba hata wewe mkipokea binti mzuri hapa kwenye kipindi,
akisimama hapa binti kabisa mwimbaji mzuri, wewe mwenyewe una recognize kabisa hapa, na unaweza ukawa unaongea kama kichaa. Hujatenda dhambi. Hiyo inazokeaga sana. Hujatenda dhambi. Dr. Sudi kwenye point tukilirisha kwa huyu atatupoteza sasa hivi. Lakini amesustain, hiyo ni kweli, si ni mchungaji wetu. Kabisa. So ndugu mtazamaji, hali yako inajenga mwemko. Maneno ndio yanakaa kati kucontrol mdundo pamoja na harmony. Maneno gani unayoweka katika wimbo? Waimbaji mnaotusema sasa hivi mnajua kabisa, tunasema zilipendwa kwa sababu maneno yaliyoimbwa yalikuwa na maana. Maneno yanabeba pia asili ya pumzi, kwa sababu ndani ya maji unakuta oxygen, kwa sababu maji ni H2O, hydrogen ndogo na oxygen ni kubwa. You see, so kumbuka maneno yana control mwemko. Mwanadada, mwanamama, kitengo cha maneno cha kwako, sio cha mwanaume. Muziki wa ndoa unatawaliwa na sauti ya kike. Tuko kwenye TV, hatuwezi kuongelea kila kitu. Sauti ya kike ndio sauti inayowekwa kwenye simu. Nakumbuka zamani, sijui kampuni gani waliweka sauti ya mwanaume, unatenda salio lako limeisha. Ule mtandao ulikuwa unasumbua. Yaani ukiishiwa salio hapa unakumbuka kipindi cha nyuma, tusitaje, hatutangazi kampuni hapa. Yaani salio lako, ongeza salio. Watu walikuwa wapendi hiyo sauti. Lakini sauti nyingine ya mwanamke sasa, tafadhali ongeza sauti. Ukienda kwenye airport ni sauti ya kike. Dunia hii sauti ya kike ndio sauti ambayo ni fine, sio sauti zetu. Sauti ya kike ni sauti yenye ladha. Sauti ya mwanamke inapoteza ladha kwa sababu amepoteza power ya kuumbaji. Kwa taarifa zenu, mwanamke ana maneno 25,500 kwa siku average. Mwanaume 12,500 kwa siku average. Ina maana tunasema maneno kwa maana neno moja. Ukisema mimi ni neno, aya ni neno, I ni neno. So mwanamke ana uwezo mkubwa wa ku-utter. Mwanamke asiyeongea sana anakuwa sexy, tulisema jana. Ndio maana wanaume wengi wa baba wa jumbani ambao ni wadhaifu wanatembea na house girl, kwa sababu house girl haongei sana. Hata akiwa muongeaji atajifanya asiwe muongeaji mbele ya baba, mbele ya familia. Sasa anakuwa anavutia. Mwanamke akiwa anaongea sana anapoteza touch ya mvuto. Ndio maana hata makahaba wanajiexpose, hawasemi. Are you getting that? So mwanamama anakupa siri ya kuhandle this business, kwa sababu mwanaume hana sauti ya kuboresha wimbo. Mfumo wa maisha, muziki. Ina maana mwanaume hana sauti ya kuboresha muziki wa mahusiano. Mwanamama una sauti. Ongea kwa maana. Ukiwa unaongea kwa maana, ina maana kataa kuwa reporter. Kataa kuwa reporter, tutasemaje kwa Kiswahili? Yaani kama mtu wa habari. Yaani usianze A to Z. Sema unamaanisha nini. Hapa hatutaki kuwafundisha kuadapt vitu ambavyo vina madhara makubwa. Tunakufundisha namna ya kuweka vigezo vitakavyokubalika. Kwa mfano, mtu akisema I love you, anamaanisha una macho mazuri, una shape nzuri, unaongea vizuri, unanukia vizuri, una familia. I love you tu unaweza kabeba vyote. Mtu akisema I forgive you, I'm sorry, thank you, I didn't mean that, yani sikumaanisha kufanya hivyo, niwie radhi, nisamee, mume wangu ulichokifanya umekosea, sijafurahia. Badala ya kusema kumbuka tulivyoanza, tulikuwa hapa, nimekukuta hapo kona, tumekuja vizuri, zamani ulikuwa unaniheshimu sana, hadi ufikia tu ya kusema neno uliloniambia hapa sasa hivi sijafurahia. Usiende mbali, umwambie tu mume wangu, neno ulilosema hapa sijafurahia. Finish. Atasikia unamaanisha. Na kwa mwezi muhakikishe mara isipungue mara 2. Muongelee historia ya mahusiano yenu mlivyoanza, zilizopendwa. Kila mwezi hakikisheni, ndugu mtazamaji, mnaongelea mahusiano yenu yalianzaje. Mara 2 ni kujiongezea dynamic kwenye mahusiano. Ni mafuta kabisa, ni gas. Kumbe. Didn't you know that? I didn't know.
Really? Really? You kidding? Kweli kabisa. Kweli? Ni moja tu ni story tu kama sikuja kama ina mchango. Lakini tu alikuwa analaumu sana ulikuwa unapeleka kusema ambazo kidogo hazina haja. Sam ETV acha. Basi ETV. I love you guys. ETV Sam. You see, ndugu, mwanamama ni kitengo chako cha communication. Neno communication ni female. Okay. Neno bank ni female. Okay. Economy ni female. How? Jinsia ya kike, maneno yana jinsia. Asa jinsia ya benki kwa pesa. Jinsia ya benki, unajua kwa lugha ya Kiingereza atufuatilie articles. Ukienda lugha nyingine articles ina maana kabisa. Kwa mfano French, wakisema la banque. Kiingereza wanasema tu the bank, lakini la ile inakuwa female. Une banque. Unapata wanaojua Kifaransa mnaelewa. Kwa hiyo ukisema une economy ni female. Ndio maana wanauchumi wazuri ni wanawake. Kwani mwanamke yuko sawa na benki. Ana haja na kutumia hela, ana haja kuona hela. Mwanaume akipata hela anajiuliza anafanya nini na hela. Tuko tofauti. Mwanamke akiwa na tamaa na hela ili atumie, amepoteza asili ya kike. Ina maana ndugu mtazamaji, labda ukujua mke wako, yani mwanamke unahitaji hela iwepo tu. Uone tu hela. Ni hela hata usipokuwa na matumizi zipo. Kibubu cha bibi kinakutwa na hela nyingi kuliko kibubu cha babu. Kweli, hapo kweli. Ni sawa. Yeah, kwa sababu I'm gonna give you an example. Last week mama yangu mzazi kanunua dagaa, sijui alikuwa anapitisha barabarani, watu wanaita dagaa wanaita 5,000. Nilivyorudi akaniambia, baba, nimenunua, mama yangu mzazi. Okay. Nimenunua dagaa shilingi 5,000, utanirudishia siku utapata. Mimi mwenyewe ndio nilimpa hela pocket money yake. Sasa anambia siku nitapata 5,000. Nimrudishie. Can you imagine afanya nini? Yani anunui chochote, afanye chochote, eti ninunua dagaa. Au na hela zake, anaenda tu na hela. Lakini baba akipata hela, lengo lake ni kuangalia inaenda wapi? Obvious. Ndio mwanaume. Obvious. Unaona Sasa mwanaume ambaye ana asili ya kuweka hela sana na asili ya kike ana tatizo, hata kwenye ndoa atapata shida. I'm telling you. Dr. Ngoja Hujapata. Ni psychological. Dr. Bala. Psychological. Kabisa. Serious. Mwanaume ambaye anapenda mwanamke ni sawa na benki. Mwanamke ni sawa na benki. Hela sio ya kwako, anaona tu. Unajua watu wanaofanya kazi benki wananenepa sio kwa sababu ana hela. Wananenepa kwa sababu wanaona hela. Ni sawa na mwanamke. Yani ajue tu kwamba hela ipo. Hela ipo. Anakuwa na amani. Yani anaona kwamba hela ipo. Ndio maana mwanamke kwenye mashirika, tusitaje majina, wachungaji wengine sisi watu wanapinga, sisi pia watu wa kanisa ni watu wa msikitini na sisi watu wa masinagogi, sisi tuko standard. So wanawake ili atoe hela inabidi umpige maneno mengi sana. Sound yani unamhakikishia. Sasa mwanaume apigwi kwa sound. Ndio maana makanisani wanaume uwezo kumpiga sound alafu analeta akubali. Unajua hiyo lazima. Watoaji wazuri kuna makanisa ni wanamama kwa sababu wao wanapiga sound inaingia. Kwa sababu wao wenyewe watu wa sound. Hata muziki ni female. Muziki ni wa kike. You see? So, siku nyingine tutakuja kufunua siri iliyofichwa katika jinsia. Jimmy kabla hajatukatisha unaanza tena. Dakika 3. Mimi ndio kinaanza daktari. Asante sana. So, mchungaji umeona hiyo? Ndugu mtazamaji, tunapenda sana. Kwenye TV hatuwezi kufunguka kikamilifu, lakini kidogo tunakwenda. Tunaamini ripoti inakuja vizuri, wengi Mungu anawawezesha, kwani sisi tunaongea kwa sehemu tu. Anayeweza ni Bwana Mungu na wewe. Sio sisi. Sisi tunakuonyesha tu, unamuomba msaada Mungu akuongoze. Na tuamini Bwana Mungu atatuongoza. Tutasema hivi. Mahusiano yenu yamekufa katika miemko kwa sababu mwelekeo ni tofauti. Kisheria tunaongelea conflict of interest. Kabla hujaingia katika mahusiano, uelewe kwamba wewe na mwenzako mnahitaji kuelekea safari pamoja. Ila kila mmoja anaweza kawa dereva, mwingine gari, mwingine anaongoza tairi, mwingine anaweza kawa kiti ama siti. Mko tofauti, lakini msikosee mwelekeo. Umeolewa na mchungaji,
mwana mama. Mwana baba, umemuoa mwanamke ambaye anafanya kazi kwenye ndege, ni air hostess, ama anafanya kazi kwenye hoteli fulani, ama anafanya kazi benki, anafanya kazi kwa watu ambao hawana sifa labda. Umekubali mtu wa namna hiyo, inabidi uelewe kabisa kwamba aina ya kazi yake ndio aina ya kazi wewe umekubali. Mwelekeo wake unakubali, unaafiki. Huyu hapa ni mchungaji, sio mfanyabiashara. Kwa hiyo nisimpress sana ili niwe naona hela kama mimi mwanamke benki. Lakini niwe na uhakika. Ndio maana watu wengine wanakuwa watapeli. Sio kwa sababu Mungu hajamuita. Mungu alimuita kabisa, ameanza vizuri, lakini amekutana na conflict of interest. Mwanamke amemuwezea kwa sababu mwanamke anataka hela ionekane. Sasa yeye anaanza kupiga watu, anakuwa tapeli ili asipoteze mke, aridhishe huko. Wachache wangefikia hatua ya kuelewa kwamba wito kwanza. Hatujaje hapa kukusanya vitu, tumekuja kuvitimiza. Kutunza hali yako, hakikisha unaoungana nao mnaenda katika mdundo mmoja, katika beat mmoja, kwa maana ya kuelewa kabisa huyu hapa ana kasoro 1 2 3. Mimi wajibu wangu ni kumfunika. Huyu hapa anaweza 1 2 3, lakini 1 2 3 hawezi, mimi namfunika. Mume na mke tunaoana kwa sababu ya kasoro zetu. Kila mmoja, usimwache mwenzako kwa sababu ya kasoro. Umemkubali ili umbebe. Hasa mwanamama, na kuachia ujumbe. Ndoa ilianza siku mwanaume alilala, wewe uko macho. Ina maana wewe unaona kuliko mwanaume. Funga masikio kwa ripoti za nje. Waliofeli katika masuala ya ndoa ni wengi mno. Wanaojifanya kama wako sawa ni wengi mno. Watakuingiza msituni na wao wenyewe hawajui hata pa kutokea. Kumbuka, ukisema ndiyo maanisha, ukisema hapana maanisha. Na kama ulisema hapana, kubali matokeo. Umrejee Mungu, atakuangazia. Sisi tunaongea kwa sehemu tu. Hatuna muda mwingi duniani. Hapa tunakufa. Usijifanye kama wewe una muda mrefu wa kupiga watu vita, wa kupambana na watu. Make sure kwamba unapigana vita vizuri vya imani. Make sure kwamba unapigana vita vyote kwa amani. Ndio maana Yesu alisema ukipigwa huku umpe na huku akupige. Hakumaanisha kwamba mtu atakupiga. Mtu akikutendea mabaya hujamrudishia mabaya, unasitisha ugomvi. Mwenzako ametoka nje ya ndoa, umepata habari vipi? Habari zote unazopata zinakuja kuathiri biti yako, mdundo, hali yako ya kifika. Ndio maana tulisema mtu yeyote anayekuletea habari mbaya kuhusu mke wako, kuhusu mume wako, ni mtu mbaya nambari 1 maishani mwako. Kwani mtu anayekupenda ataenda kumwambia Jimmy kwamba umemkosea mke wako. Rafiki yangu anakupenda. Sam, rafiki yangu anakupenda. Umemkosea. Na wewe mke wa Sam utapata habari hiyo. Amekuokoa wewe na anamuokoa Sam. Lakini anayekuletea ripoti mbaya ambazo una haja na kujua, utamuona kwamba anakupenda na kuokoa, kumbe ndio anakuharibu. Kumbuka, usiondoke katika mahusiano kwa sababu ya kasoro ya mwenzako. Kwani na wewe unakokwenda utakutana na mwenye kasoro. Na wewe unakokwenda unakwenda na wewe. Kimbia unavyotaka, lakini utafika pamoja na wewe. So usio unadhani kasoro zangu hizi zitakaa sawa nikifika sehemu fulani. Popote uendapo waenda na wewe. Chukua muda wa kuongea na mke wako, chukua muda wa kuongea na mume wako. Mkumbushane mlivyoanza mahusiano. Peeni compliment. Mwana baba, umwambie mke unampenda every day. Mwana mama, usimwambie mwanaume unampenda every day. Mwanaume usimwambie every day, ila mwanamke, mwanamume umwambie mke wako na kupenda every day. Mwanamke anaongezewa mafuta kwa compliment, lakini mwanaume ashawishiki kiurahisi kwa maneno. Ndio maana mwanamke benki anatoa akipigwa maneno, mwanaume apigwi maneno kiurahisi. I love you guys. We love you. God bless. Dr. Kabla hujaondoka, kuna hii hapa message nataka uisome hapa chini hapa. Alafu niulize hapa tu chini hapa. Nataka niulize kwa Sam. Sam, mke wako ni mpole ama mwongeaji? Kama ni introvert. Okay. Mambo leo. Sio wa kuongea.
ila ukosea ni straight, yani anakunyoshea. Ndio maana mko kwenye ndoa hadi leo. Anakunyoshea kwamba this is not good. Na ndio maana mko kwenye ndoa hadi leo. Alafu kuna tofauti kati ya mpole na muongeaji. Unaweza kama muongeaji lakini mpole. Towapenda daima. Pendaneni, kumbatianeni, mubusu pia, usisahau hilo. Futa conflict za jana, mwambie mwenzako maneno ya maana. Umetukanywa, umwambie mwenzako sasa kesho tutaenda au la. Mwenzako anakutukana lakini wewe unamuuliza kesho tutakwenda au la. Unapiga tu siri nyingine. Anakupiga tu siri pili, umwambia nimepanga, sio thank you ni kama kejeli. Nimepanga tunakwenda beach. Niseme unavyotaka mke wangu, niseme unavyotaka mume wangu, beach tunakwenda. Unapoondoka atabaki nyuma na nimepata mke. Ndio maana bora kudhamiria kuliko kulazimika kuwa katika ndoa. Thank you. Chukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.